Karibu kwenye taarifa ya habari ya Kwetu News Event. Chombo kinachokupa ukweli bila kupunguza wala kuongeza. Hivi punde tunaanzia matukio makubwa yanayoendelea kutikisa vichwa vya habari na kuzua mjadala mkubwa. Mimi ni Salima Kashindi, ungana nami ili tujue nini kimejiri wakati huu. Marekani imemruhusu Joseph Kabila, rais wa zamani wa DRC, katika vita vya M23 huko Kivu. Idara ya hazina ya Marekani ilitangaza rasmi tariki 30 Aprili 2026 kuwekwa kwa vikwazo vya kifedha dhidi ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila. Uamuzi huo ulitangazwa na ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC, unatokana na shutuma nzito za kutoa usaidizi wa vifaa na kisiasa kwa harakati za waasi wa M23 AFC unaoungwa mkono na Rwanda. Kwa kufungia mali za mkuu huyo wa zamani wa nchi nchini Marekani, Washington Post imechukua hatua ya kidiplomasia isiyo ya kawaida, kilenga moja kwa moja mtu aliyeiongoza nchi hiyo kwa miaka 18, wakati ambapo mvutano wa usalama wa mashariki mwa Kongo unaendelea kuongezeka licha ya makubaliano ya hivi karibuni ya kikanda. Hatua hii inakuja huku kukiwa na hali ngumu ya kisheria kisiasa kwa Joseph Kabila Kabange, ambaye kinga yake ya bunge ilikuwa tayari imeondolewa na seneta ya Kongo mnamo Mei 2025. Mamlaka ya Marekani yanahalalishwa huko kwa vikwazo kwa hitaji la kulinda uadilifu wa michakato ya iliyohitimishwa Washington Desemba iliyopita, ikidai kwamba shughuli zilizohusishwa na rais huyo wa zamani zinatishia moja kwa moja utulivu wa kikanda. Ingawa Kinshasa tayari ilikuwa imemhukumu kwa uhaini mnamo Septemba 2024, vikwazo hivi vya kimataifa vinaimarisha kutengwa kwa kidiplomasia kwa Joseph Kabila, ambaye timu yake ya utetezi inaendelea kukemea kampeni iliyochochewa kisiasa inalenga kumondoa kabisa kutoka kwenye uwanja wa kitaifa. Vikwazo vya Marekani dhidi ya Joseph Kabila. Kinshasa inakaribisha uamuzi huo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeelezea rasmi kuridhika kwake kufuatia uamuzi wa idara ya hazina ya Marekani kwa kuweka vikwazo vilivyolenga zaidi rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Hatua hii iliyochukuliwa kupitia ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC inakuja huku ikiwa na mvutano unaoendelea kuhusiana na mzozo wa silaha mashariki mwa nchi. Utawala wa Marekani unahalalisha vikwazo hivi kwa kutaja madai ya kuhusika kwa mkuu huyu wa zamani katika kuunga mkono jeshi la ulinzi la Rwanda RDF na washirika wao katika M23 AFC. Kulingana na taarifa serikali iliyosainiwa na waziri wa mawasiliano, msemaji wa serikali Patrick Muyaya Katembwe, hatua hiyo ya Washington inakamilisha hatua ambazo tayari zimechukuliwa mechi iliyopita dhidi ya maafisa wakuu wa Rwanda, hivyo kuchangia katika mapambano yaliyoendelea dhidi ya kutokujali. Uvira. Kundi kwa haki, ishara kubwa ya amani na utulivu mashariki mwa Kivu. Mkuu wa wafanyakazi katika Wizara ya Sheria, Gaston Osango, alitangaza kurejeshwa kwa haki taratibu Uvira, kwa mujibu wa maagizo ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Waziri Mkuu Judith Suminwa. Kufuatia misheni mnamo Februari 2026, mamlaka zilizotambua umuhimu wa kurejesha taasisi za mahakama katika eneo hilo la Kivu Kusini. Hapo awali, kipaumbele kilipewa haki ya kijeshi kutokana na ukosefu wa usalama. Kwa hali iliyoboreshwa, mahakama za kiraia zinaanza kufanya kazi tena, ikiwa pamoja na ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama kuu na mahakama ya hakimu mkazi ya Uvira. Kuhusu mahakama ya majaji, Osango alisema kwamba tatizo hili linahusishwa na ukosefu wa usalama unaosababishwa na Rwanda na M23, lakini juhudi zinaendelea kurejesha kikamilifu huduma za mahakama. Kwa upande wake, waziri wa sheria wa mkoa Faustin Mayani
Alisifu hatua za Rais Tshisekedi na FARDC, vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zimerudisha amani Uvira. Aona kuanzia tena kwa vikao vya mahakama kama ishara yenye nguvu ya kurejea kwa mamlaka ya serikali, na anatumia kukomesha kesi za haki za ulinzi. Hatimaye, kwa msaada wa serikali kuu ya Gavana Jean-Paul Sadiki, mamlaka zinakusudia kuzindua upya kikamilifu mfumo wa haki wa kiraia ili kurejesha imani ya umma. Kesi ya zaidi ya wanajeshi 80 wa FARDC ilianzia April 26 huko Kisangani. Wanashtakiwa kwa uasi wa kukataa kupigana na kufuatia matukio huko Pinga, Walikale na Kivu Kaskazini. Kulingana na jeshi, kesi hii inalenga kurejesha nidhamu miongoni mwa wanajeshi waliowekwa mstari wa mbele. Hapa ndipo tunafika tamati ya habari zetu. Tunashukuru kwa wote walioandamana nasi mwanzo hadi mwisho. Kumbuka pia unaweza kupata habari hizi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mimi ni Salima Kashindi Alicia kwa niaba ya timu nzima kwa News 24. Nawatakia wakati mwema. Mimi sina la ziada na kwaherini.